Nimshukuru ndugu yangu Ado, Mheshimiwa Ado, na nimekushukuru kwamba pamoja na ulivyozungumza kulingana na unakotoka, lakini umeamini kwamba tahadhari juu ya ulinzi ni nzuri sana. Hii ndio nchi ambayo tunapenda tuijenge, nchi ambayo tuna dini tofauti, nchi ambayo tuna vyama tofauti, lakini inapofika swala la ulinzi na usalama tunakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo nakushukuru ndugu yangu Ado. Sasa nijielekeze kutoa ufafanuzi juu ya maveterani, wale wazee wetu waliopigana, wengine wamelala mauti, lakini wengine wako hai, wa vita ya Kagera. Cha kwanza, Mheshimiwa Spika, ni vyema bunge lako tukufu lijue kwamba Amiri Jeshi Mkuu kwa maana ya Mheshimiwa Rais amewapa hawa maveterani wa Kagera heshima kubwa, kwa sababu tangu walipomaliza vita ile, vita ya Kagera ilikuwa ina makundi matatu. Kundi la kwanza lilikuwa ni wanajeshi waliokuwa jeshini, lakini kundi la pili ni watu kwa maana ya wenzetu ambao walijitoa, wakasema kwa sababu tumevamiwa sasa tujitoe, wakajimobilize wenyewe, hawana mafunzo, ili waende kwa ajili ya kuikomboa nchi na kupambana na nduli Idi Amin. Lakini kundi la tatu lilikuwa ni jeshi la akiba. Sasa Mheshimiwa Spika, katika hili, baada ya vita ya Kagera, wale wazee wetu walivyorudi, vyombo vingine vya ulinzi na usalama vilitoa nafasi kwa watu kwenda kuajiriwa kwenye vile vyombo vingine tofauti na jeshi, kwa sababu wapo walioenda kwa ajili ya lile zoezi tu. Sasa wapo waliokosa sifa za kuajiriwa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa wakati ule, kwa sababu walikuwa wamepata majeraha, hawana sifa. Hawa ndio ambao sasa tunawazungumzia. Lakini kwa huruma ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia, pamoja na wakati ule walilipwa kifuta jasho shilingi 5,000 kwa wakati ule, iliyokuwa inaitwa Asante Nyerere. Lakini baada ya kulipwa, pamoja na mambo yote yaliyopita, Mheshimiwa Rais mwaka jana akatoa maelekezo kwetu sisi Wizara ya Ulinzi kwamba wale wazee wetu ambao walipambania nchi, sasa ni vizuri wizara ikaangalia namna ili pensheni. Sasa mwezi Juni kuna taratibu kidogo zinatokea kwamba hili ilikuwa ni mwezi Juni, kwa hiyo lazima zile taratibu za kiserikali kutangaza liwe gazetted, ili sasa na sisi kwenye Wizara ya Ulinzi tuweze kukaa kwenye halmashauri ya majeshi tubadilishe baadhi ambavyo vitabu, sasa wale wazee wetu waweze kuingizwa kwenye daftari la kulipwa pensheni. Kazi hiyo Mheshimiwa Spika, mpaka sasa ninavyozungumza tumeishaifanya na imeshakamilika. Kazi ya pili Mheshimiwa Spika, ilikuwa sasa ni namna ya kuwatambua wako wapi hawa. Hii kazi na hii sasa waheshimiwa wabunge watatusaidia kwa namna moja au nyingine waweze kufikiwa kila mmoja. Tukawasiliana kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa sababu kila wilaya sisi tuna mshauri wa jeshi la akiba au mshauri wa mgambo. Kwa hiyo kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya tumekwisha tambua zaidi ya wazee wetu 7,800 tayari, ambao sasa katika hawa tayari Mheshimiwa Spika tumeisha fanya ile quantification kwamba wanapaswa kulipwa ni hawa,
na tumeshapeleka majina haya Hazina, Wizara ya Fedha, ili na wenyewe wafanye uhakiki na hawa wazee tayari waanze kulipwa. Sasa rai yangu mimi kwa waheshimiwa wabunge, akiwemo na ndugu yangu Ado, ni kwamba mtusaidie kutoka kwenye majimbo yenu, na sisi tutatoa maelekezo na ushauri kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI kwamba watusaidie sasa kutoa tangazo kwa wale ambao hawana taarifa rasmi. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, samahani. Watusaidie sasa kutoa tangazo kwa wale ambao hawajafikiwa ili waweze kufikiwa.